Nyumba hii ya kulala wageni imekamilika, ina maeneo tofauti tofauti, VIP lakini pia kawaida. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali ya yote namshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wetu. Ameondoa mikwamo yote kwa wawekezaji, ndio maana tumeona mwekezaji amefika hapa Ngorongoro Loliondo kuja kuwekeza. Dr. Samia oye! Taifa letu limeanza bajeti tarehe 1 Julai mwaka huu, bajeti ambayo inaitazamia Tanzania ya 2050. Tanzania hii ya 2050 inayotazamiwa inategemea sana sekta binafsi. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wetu, wawekezaji ambao wanaongeza pato la taifa, lakini pia ajira kwa wananchi wetu. Kwa tunategemea sana sekta binafsi ikiwa ni hii ya uwekezaji ili kuongeza pato la taifa na nchi yetu iweze kusonga mbele kimaendeleo. Lakini pia tunamshukuru mwekezaji wetu kuja kuwekeza hapa Ngorongoro katika eneo hili la Loliondo. Angeweza kwenda hata maeneo mengine, lakini akachagua kuja kuwekeza hapa. Kwa maana hiyo ataongeza hadhi ya mji wetu wa Loliondo, lakini pia ataongeza pato la taifa kupitia mji wetu wa Loliondo. Kwa hiyo tunakushukuru sana mwekezaji, na tunaomba uendelee kuwekeza hata maeneo mengine ya mji wetu na maeneo mengine ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia hata wawekezaji wenzako wengine waweze kualika waje Tanzania. Amani na utulivu imetamalaki, nchi yetu imetulia, ina utulivu mkubwa, wananchi wake wana mapenzi makubwa na wawekezaji. Hivyo tunaomba muendelee kuwekeza katika nchi yetu, kwani nchi yetu inategemea sana sekta binafsi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na uwekezaji huu wa nyumba hii ya kulala wageni hapa Loliondo, na uko tayari kuzindua ili wananchi wa Tanzania wanaofika Loliondo wapate pahala pa kupumzika na kurefresh mind. Mradi huu ni matokeo ya ushirikiano wa karibu kati ya sekta binafsi na serikali. Mradi huu upo katika tarafa ya Loliondo, kata ya Orgosorok, mtaa wa Waso, ambapo umeleta matokeo chanya. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 985,550,000 hadi kukamilika.